بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. أما بعد، kwanza tunabudi kumshukuru Allah Mola wetu aliyetuumba, kadhalika na kumsalia salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pia tumshukuru Allah tena kwa mara nyingine kusema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Tunamshukuru Allah azza wa jalla kwa kutimia jambo letu hili. Bila shaka leo ndiyo semina yetu ya mwisho kwa mahujaji wa mwaka huu. Mimi na saha zangu kwa wale mahujaji ambao watarajiwa, nitazielekeza kwa wao. Kwa hiyo naomba wafungue mioyo yao, wafungue vifua vyao, wachukue na saa hizi. Jambo la kwanza nawakumbusha na kuwanasihi, kwanza muombe Allah awajalie waipende akhira, wasipende dunia. Nukta ya msingi ya kuzingatia, kumuomba Allah awajalie waipende akhira, wasipende dunia. Tunategemea katika siku ambazo tatu zilizobakia kusafiri kwenda katika miji mitukufu kwa ajili ya kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Nukta msingi ya kuzingatia kwamba Uislamu ni dini na sio kabila. Kuna vitu mtu akifanya akisema anakuwa ni Muislamu, na kuna vitu vikifanywa vinatengua Uislamu hata kama mtu ni Muislamu. Na silo hilo tu, hata kama mtu amefanya ibada ya hija, ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba ibada ya hija haina malipo isipokuwa pepo. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaa kayawmi waladatu ummuhu. Atakayehiji ikawa yeye hakuzungumza maneno mabaya wala hakufanya uovu, anarejea kama ni siku ambayo amezaliwa na mama yake, anakuwa hana dhambi. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zenye kuthibitisha jambo hili ni nyingi, lakini nukta ya msingi ninakusudia, kuna jambo kubwa Muislamu atakiwa atahadhari nalo na hujaji atahadhari nalo. Ni jambo baada ya kurudi haji au baada ya kuondoka, kwa maana amekwenda haji, amefanya ibada hija, jambo la kumpokesha Allah azza wa jalla, yani ajiweke mbali hujaji jambo la kumshirikisha Allah azza wa jalla, kwa sababu shirki inabatilisha haji, ibada ya hija. Shirki inabatilisha amali zote hizi, na sana zinamuuliza. Lakini baada ya kurudi haji pia huwa mara nyingi na saa hizi
tunazitoa. Kwa hiyo nasaha zangu kwenu hivi sasa wakati wa hija na baada ya kurudi hija, katika jambo ambalo msiliwaze wala msilifikirie katika jambo la kumshirikisha Allah azza wa jalla. Allah anasema qul aghayra Allah abghi rabban wa huwa rabb kulli shay'in, waambie Muhammad, hivi nimfanya sikuwa Allah azza wa jalla ndio mlezi wangu? Qul aghayra Allah abghi rabban wa huwa rabb kulli shay'in, waambie Muhammad, hivi nimfanye asiyekuwa Allah ndio mlezi wangu? Nimfanye asiyekuwa Allah ndio mlezi wangu, wa huwa rabb kulli shay'in, na hadi ya kuwa Allah azza wa jalla ndio mlezi wa kila kitu. Kwa hiyo shirki inabatilisha ibada ya hija na inabatilisha amali zako zote. Na maana ya shirki, maana yake ni kumfanya Allah kama anamweza, an taj'ala Allah niddan wa huwa khalaqaka, ni kumfanya Allah azza wa jalla anamweza, anamshirika. Unaswali wewe, umekwenda kutekeleza ibada hija, lakini ukawa kuna sehemu nyingine unategemea asiyekuwa Allah azza wa jalla, ni shirki. Hili litafanya ibada yako ya hija ambayo wewe umerudi hadi ya kuwa huna madhambi, ibada yako hii itabatilika. Ukienda kwenye mizimu au kwenye mapanga au kwenye makaburi au kwa wazee, hii ni shirki. Hii itaibatilisha ibada yako ya hija. Allah azza wa jalla kuonesha kama shirki ni jambo baya na ni jambo ovu, Allah akasema waman yushriki billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi maqani sahiq. Allah anasema, na yeyote ambaye atakimshirikisha Allah azza wa jalla, waman yushriki billahi, na yeyote ambaye atakimshirikisha Allah azza wa jalla, faka'annama kharra minas samai, kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni, uko juu kwa mbingu ameporomoka. Fatakhtafuhu at-tayru, ndege wakawa wanamnyofua, au tahwi bihi ar-rihu fi makani sahiq, au kaja upepo na kumchukua na kumrembea katika sehemu ambayo ilikuwa mbali. Kwa hiyo katika jambo ambalo msiliwaze wala msilifikirie, na mkifika katika miji mitukufu muombe Allah azza wa jalla, Allah awakinge na ushirikina. Allah anasema, innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mwenye kumshirikisha Allah azza wa jalla, Allah ameharamisha pepo kwa mtu huyo. Wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kwa hiyo katika jambo la kumuomba Allah, muombeni Allah akujalieni katika wale ambao mtakompokesha Allah. Shirki inabatilisha amali, na maana ya shirki ni kumfanya Allah kama anaweza. Lakini pia tufahamu, miongoni mwa shirki, baada ya kurudi hija wewe, Allah nikutahini kwa maradhi, ima wewe au jamaa yako au ndugu yako au kaka yako, ukenda kwa mganga kwenda kumshirikisha Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ataa arrafan au kahinan fasaddiqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atakayekwenda kwa mganga, man ataa arrafan,
yeyote mwenye kwenda kwa mganga au kahinan au kwa kuhani, fasaddaqahu bima yaqulu, akasadikisha yale aliyoambiwa na mganga. Amekwenda kwa mganga akaambiwa, wewe mama yako ndo alikuroga, akayaamini na huko amerudi hija, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ameyakufuru yote ambayo ameteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pesa zako nyingi ulizotoa, muda wako, fursa uliopata, fursa ya dhahabu, Allah amekutunuku, kisha ukaenda kumshirikisha Allah azza wa jalla. Sio hilo tu, bali imekuja hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ataa arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu lam taqbal lahu salatu 40 yawman. Yeyote mwenye kwenda kwa mganga akaulizwa yeye katika jambo lolote akalisadikisha, swala zake kwa muda siku 40 hazikubaliwi. Kuonesha kama shirki ni jambo baya, ni jambo ovu. Kwa hiyo hujaji katika jambo ambalo anatakiwa atahadhari nalo ni jambo la kumshirikisha Allah. Katika jambo la kumuomba Allah, amuombe Allah azza wa jalla amjalie katika wale ambao wenye kumtegemea yeye na kumuomba yeye Allah azza wa jalla. Kwa hiyo basi katika biashara yako usitegemee herizi. Tumeanasema, man allaka tamimatan faqad ashraka, atakeva herizi au kuvaa nyuzi au bangili au pete, amevaa bangili kwa ajili ya mvuto au pete kwa ajili ya biashara, man allaka tamimatan faqad ashraka, atakeva herizi au kutundika herizi katika biashara yake, kwenye miamala yake, kwenye kuvaa kwake, faqad ashraka, huyo anakuwa amemshirikisha Allah azza wa jalla. Ukifanya hivyo, ibada yako ya hija itabatilika. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, walamma suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazama alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu dhambi a'zamu inda Allah, ni dhambi gani kubwa mbele Allah azza wa jalla? Qala, Mtume akasema, antaj'ala Allah niddan wa huwa khalaqaka, ni kumfanya Allah azza wa jalla kama anaweza, anamshirika. Huku unaswali lakini unategemea maji mshindo, huku unaswali unategemea wazee kwenye mapango, kwenye mizimu. Hiyo ni shirki, itabatilisha ibada yako ya hija. Bali imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man mata wa huwa yad'u min duni llahi niddan dakhala an-nar, yeyote ambaye atakayekufa hali ya kuwa yad'u min duni llahi, anamuomba asiyokuwa Allah azza wa jalla, yani mshirika, ataingia katika moto wa jahannam. Lakini Allah ametoa bishara njema kwa wale ambao katika biashara zao wanamtegemea Allah, kwenye maisha yao wanamtegemea Allah, wa ahwalihi kulliha, na katika mambo yote wanamtegemea Allah azza wa jalla. Allah akatoa bishara, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale ambao walioamini na hawakuchanganya imani zao kwa dhulma, ai bishirki, hawakumshirikisha Allah azza wa jalla katika ibada yao ya hija, kabla ya kwenda hija na baada ya kurudi hija. Alladhina amanu, na wale ambao walioamini na ikawa hawakuchanganya imani zao kwa dhulma, ai bishirki, ulaika lahumul amn, hao watapata amani. Wapi? Akhira. Wa hum muhtadun, duniani watakuwa ni wenye kuongoka. Kwa hiyo hizi nasaha fupi twazielekeza kwa uhujaji
na kwa Waislamu wote kwa ujumla, katika jambo ambalo wewe Muislamu usiliwaze ni jambo la kumshirikisha Allah. Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hamsamehe mwenye kumshirikisha Allah, lakini anasamehe dhambi nyingine sio kwa ushirikina. Bali maneno ya Allah azza wa jalla, wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في مكان سحيق. Atakayemshirikisha Allah ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni huko, ndege wakaja kanamnyofonyofua, au kaja upepo ukamchukua na kumrembea katika sehemu ambayo ilikuwa mbali. Kwa hiyo baada ya kurudi haji, wewe hujaji, unatakiwa ushikamane na jambo la tauhidi kuanzia hivi sasa na baada ya kurudi kutekeleza ibada ya hija. Lakini pia mkifika katika siku ya Arafa, muombeni Allah tena kwa mara nyingine, Allah jalie katika wale ambao wenye kuipenda akhera, msipende dunia. Siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin akthara min ayatika Allah fihi abada min an-nar min yawmin Arafa, hakuna siku ambayo Allah anawaachia waja wake huru na moto wa jahannam min yawmin Arafa. Muombeni Allah nia, muombe Allah msamaha kwa makosa yako ya siri na kwa dhahiri. Muombe Allah akujalie uwe mcha Mungu, lakini kubwa muombe Allah akujalie pepo ya juu kabisa. Waombe dua wazazi wako, waombe dua watoto wako, Allah azindue katika dini, Allah atufahamu katika dini, Allah ajalie wawe wavumilivu, wawe wacha Mungu, wawe na subra. Waombe dua wazee wako ambao wametangulia katika mbele ya haki, Allah ayatie nuru makaburi yao, awasamehe makosa yao. Omba dua zote ukifika kwenye siku ya Arafa, omba dua zote. Lakini pia iombee dua nchi yako, iombee dua taasisi yako, waombee dua viongozi wako. Yako mengi ambayo mashehe kila siku wanazungumza, lakini mazumuni na saa zangu fupi hizi katika jambo la kumtegemea Allah na mtu kujiweka mbali jambo la kumshirikisha Allah, na saa kila siku zinatolewa. Kwa hiyo baada ya kuondoka mimi hapa, atakuja Sheikh Saidi hapa. Huyu Sheikh Saidi ni katika mahujaji ambao tulikuwa nao katika mwaka ambao uliopita.